Unajua kuna watu ambao tumeshika maandiko mepesi. Mwimbieni Bwana, mtukuzeni yeye, maana yeye kuna maandiko mengine ambayo tunatakiwa tuyaishi, tukae ndani ya maandiko hayo ambayo yanaweza kuleta faida kwenye maisha yetu. Sema amina. Leo hii haikutakiwa tuwe walokole tuliookoka, tunaishi kwenye imani ya baba yetu Ibrahimu ambaye alikuwa wa kwanza kwenye kutoa. Tuanze kufundishana swala la kutoa kwa watu wenye imani. Haikutakiwa. Tulitakiwa sisi tufundishane vitu vingine. Wewe unatakiwa ukamhubirie mtu, wewe ukamwambia mtu kweli, maana hata Yesu alikuwa ni mtu wa kwanza kutoa injili kwa watu, kwamba nendeni mkawafanye watu kuwa wanafunzi wangu. Wakati huo alijua, kwa sababu hao watu wanajituma kwa ajili ya kutoa. Yesu asifiwe. Yesu asaidie. Umemaliza nani? Maliza tu. Ili alifanya imara agano lake. Alilowapa baba zako kama hivi leo. Aliyowapa baba zako kama hivi leo. Wakina nani baba zetu? Sisi tumejengwa misingi kati ya mitume na manabii. Sema amina. Yaani sisi tunaishi chini ya kongwa la mfalme Yesu ambaye ametujengesha misingi kutoka kwake. Lakini wakati huo tuna watangulizi wetu wa imani ambao ni wakina Ibrahim. Sema Ibrahim, Isaka, Yakobo. Wote hawa walikuwa ni watoaji ipasavyo. Cha kwanza, Mungu mwenyewe ni mtoaji. Hivi unaelewa? Mungu ndio mtu wa kwanza kutoa, na alijifunza kwa nani? Watu wanajua. Kama nitoke kidogo. Mungu alijifunza kwa mtu mmoja mwanadamu. Akajifunza, akaona sasa kama hili ni mwanadamu. Kama hili ni mwanadamu, kweli nimeniambia kwamba toa, limetoa. Mimi Mungu kwani nashindwa kutoa? Akamtolea mtoto wa kwanza aliyepewa kwenye agano la uzeeni mwake. Akatoa. Mungu akasema sasa huyu mtu hawezi kunishinda. Kamwe hawezi kunishinda. Lazima mimi ndio nitakuwa kwanza kutoa kuliko yeye anayeweza kujitoa. Ndio maana Mungu kwa akili zake akakumbuka agano la kwanza kwamba Adamu wakati ametenda dhambi, moja nilimpa mnyama ili aweze kumtoa sadaka apate na mavazi. Sasa saizi huyu mwanadamu kwa sababu na imani lazima nitangulize tena mnyama mwingine amchinje awe sadaka kwa ajili ya wakati huu mpaka nitakapomtoa mtoto wangu nimpendaye, ndipo wanadamu wote wapate kumuunga Mungu mkono. Mungu hataki kutanguliwa mbele, anataka wewe umfuate nyuma. Haleluya. Amen, 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 amen. Wangapi wananiahidi kwamba kuanzia sasa nitaanza kutoa? Siri ya mafanikio iko kwenye kutoa. Waganga na wachawi wanawaambiaga watu kwamba usipotoa mtoto wako wa kwanza hauwezi kufanikiwa. Hivi mnaelewa? Hivi mnaelewa? Yes. Nimeona kabisa kuna watu wanachinja watoto zao ili wapate pesa. Kuna watu ambao wanafanya kafara kubwa, wanalala na mama zao ili tu wapate. Wewe unafikiri ni halali? Ni haki. Wanaiga kile ambacho tunataka tufanye sisi, wao wanaiga. Lakini wanokole wa miaka leo tunawapiga vita wachungaji kana kwamba tunawatajirisha. Sikiliza, au mtajirishi mchungaji, katika 100 uliyoipata yeye anaangulia shilingi moja. Katika 100 uliyoipata yeye shilingi moja ndio ambayo Mungu anataka umjaribishe, umpe. Je, umepata laki? Fungu la 10 shilingi 10,000? Kati ya wewe na Mungu kipi kikubwa? Mimi. Alafu anasema ukimpa 10,000 atakulipa mara 100. Aya, akikulipa mara 100 utapata shilingi ngapi? Milioni, si ndio? Wangapi ambao wanapenda milioni? Shida imani ya Watanzania ni chache. Watanzania siku zote tulizoea kupewa na wazungu. Kwa hiyo tunakaa katika mfumo wa wazungu. Mzungu yeyote unayemwona akileta mitumba kwenu, yeye anakwenda kupata mara nyingi sana, wewe ukimwambia asante. Sema amina. Na kuna siri kati ya hii hapa. Nataka nimalize kwenye somo la kwanza. Siri moja iko hivi. Baba nisikia. Baba nielewe. Sielewe. Mimi nimekaa. Moyo wangu unaniambia kabisa
nenda katoe madhabahu. Sio kwamba naitolea madhabahu naweka hapo. No. Naposema madhabahu manake kuna mtu ambaye ameweka madhabahu. Sema mimi. Huyu ndiye ambaye tunajua kabisa ndio mlinda madhabahu, ndio mfukiza uvumba. Sema mimi. Nimekuja moyo wangu unaniambia toa. Sasa nachotakiwa nifanye. Hiyo 10,000 natakiwa niitoe. Simpi Adam. Moyoni mwangu naweka imani ya kwamba namkopesha Mungu. Sema mimi. Na kwenda mbele za Adam. Namwambia Bwana, nimekuja mbele zako, naomba Mungu unibless. Mbona nimefanya nini hapa? Nimefanya nini? Nimeshikana mikono na Mungu. Sema amina. Heri atoae kuliko apokeae. Kwa unapotoa una maana ya kwamba nimenyosha mkono, sitarudi bure, lazima kuna kitu nitaondoka nacho. Ninaporudi hapa nasema Bwana, nimepanda, na kama nimepanda na kwenda kuvuna. Mungu anachokifanya kwenye fungu la 10, sasa nataka nieleze. Unapomtolea Mungu akulipi ile fedha. Anachokifanya anatanua ubongo wako, anatanua maarifa, anawakamata watu ambao walikuwa mbali na wewe, walikuwa hawana mvuto kwako, anaanza kusemezana nao, anaweka milango, inaanza kukutafuta, mara kufumba na kufumbua. Unakuta yule tajiri aliyekuwa anakupita kama ambulance ameanza kutafuta ni nini ulicho nacho. Unaangalia ni nini ulicho nacho. Kwa connection kati ya yule na wewe vinakuwa vimekamatana, unaanza kupata utajiri. Unakuta hata watu waliokuwa wanakwepa duka lako wameanza kuingia dukani mwako. Hiki kinini? Kazi ya fungu la 10 ni kung'arisha vile vitu vianze kuonekana muonekano mzuri machoni pa watu. Nimekwambia jana juu ya vifungo. Wengine mmefunga maduka yenu kwa sababu mmeshindwa kujiungamanisha na madhabahu. Sema amina. Ndio maana unakuta dukani kwako wewe unauza maandazi, anafika msumari hivyo huko ndani. Hamjaiona? Unakuta wewe ni fundi cherehani, anasema maandazi yamo. Manake shetani amegeuza macho ya watu. Mle ndani wanaona kama unauza misumari, pengine unauza nguo za kike, anasema kwamba pana suruali. Macho yamegeuka, adui amepata kibali. Kazi ya mikono yako haina kibali. Sema amina. Sema amina. Nimemaliza. Somo la pili ambayo ni misingi mikuu ambayo sisi tunaifuata katika kanisa la FCC. Nimesema na masomo matatu, la tatu, ili la tatu tunakwenda kufanya mabadiliko. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa letu la FCC ni kama gumu sana, lakini ni jepesi sana, ambalo linafaa kuishi nalo huku likijua linakupeleka mbinguni kweli kweli. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Cha kwanza, ili kanisa linategemea nguvu ya maombi kuliko unavyofikiri. Ili kanisa halitegemei mzizi wala wazungu. Ili kanisa halijawekeza imani kwa mwanadamu yoyote, limewekeza imani kwa Kristo Yesu. Sema amina. Juzi nilikuwa nawafundisha watoto zangu pale Tunduma, nikasema Bwana aliwapa akili Yohana na Eli, aliwapa neema ya akili ya kufikiri. Walipopata ufunuo baada ya kuona tunapita kwenye mateso, tunahubiri injili iliyo hai, kuna watu wanaikosoa, wanasema hii sio injili inayotakiwa. Sasa Mungu akawatumia hawa watu wawili, akasema kwamba inawezekana ninyi mkafanya kitu cha mabadiliko kuliko vile ambavyo mnavyoteseka. Sikiliza, hao watu wamesoma, ila wamesoma lile darasa ambalo wamesoma. Sema amina. Sema amina. Wako kwenye vidato vile ambavyo wengine wamefika. Sema amina. Sasa wakati huo lugha ilikuwa inasumbua. Wakamuuliza Mungu tufanye nini? Wakasema tuhamasishe kanisa liingie kwenye maombi ili Mungu atupe connection. Tumepata neema, wamekwenda kulifungua kanisa mpaka kwa rais ametia sahihi. Rais mwenyewe kipindi hicho yupo Jakaya Mlisho Kikwete, ametia sahihi. Sasa sahihi ilikuwaje? Akiingia Yohana ndani akiongea na wakuu, yeye huku Eli anaanza kunena kwa lugha. Baba, tunataka uonekane, udhibitike, tunataka Mungu tukushuhudie. Eli anapoingia kuojiwa, Yohana anarudi, Baba kamata hao watu. Nini? Limejengwa kwenye misingi ya maombi na injili isiyokoshiwa. Sema amina. Na ndio maana linapigwa vita. Kuna vitu ambavyo tunaweza kukuambia hiki ni kibaya, wengine wakasema hata ikiwa nakataa, hata ikisikiliza, usipende dunia na mambo
yote. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Hapo natamani niongee kidogo. Angalau ananiruhusu niongee kidogo natamani nitenge mishingi. Unajua kuna wakati anaweza kasimama mchungaji wako akakwambia hiki ni kibaya, ukasema mchungaji huyu anaongea hiki, pengine hii dini ndio za Freemason. Sikiliza, sisi sio Freemason, sisi tunafuata maandiko. Mchungaji yoyote atakayefundisha misingi nje ya Biblia, huyo sio mchungaji. Atakayepunguza andiko kwenye Biblia, huyo sio mchungaji. Ni mchunga anayetaka kujitakia vitu kwa watu. Sema amina. Kwa sababu kuna wakati mwanadamu anaweza kataka tume kwenu vitu. Nilisha kumwona mtu mmoja amekusanya crusade pale Tunduma, anawaambia mimi leteni magonjwa yenu yote, Mungu nikimwomba atawaponya. Walikimbia watu kutoka kwa waganga, walikuja na waganga, akawaongoza sala ya toba, akawauzia vitu vya kuwauzia tena kwa gharama kubwa, alafu akasema nendeni mtapona. Sikiliza, Mungu hayuko hivyo. Cha kwanza weka neno lake ndani yako, tubu dhambi zako, halafu fuata maandiko, ndipo Bwana afanye connection na wewe, aponye agano lake afanye ndani yako. Sema amina. Sema amina. Sasa kuna watu tukiwaambia wanachukia, na hapo mimi nimekubali wanichukie, lakini ngoja niseme tu kidogo. Wakina kaka Mungu, kuna misingi ambayo Mungu ametupa katika kazi yake. Cha kwanza, kuvaa nguo kwa heshima. Unaona vile kanisa letu zuri. Ni baya. Vaa nguo kwa heshima. Makanisa mengine wanasema ingia ili mradi umekaa watu. Ndio maana makanisa mengine unakuta kamevaa kasuruali kabinti, kamebinua tuna nini twake tule box twake, anaingia na makongojo yake kwa kamekaa kusikiliza neno. Sikiliza, mangojo hayo Mungu hayataki. Mwanamke avae nguo zinazo na asivae nguo za kiume. Sema amina. Kasoro wazungu wametuletea ujinga. Wanatuambia kwamba kuna suruali za wanawake, kuna magauni ya wanawake. Kwa nini hawajaleta magauni? Wameleta tu suruali za wanataka kuwateka wanawake waanze kuwa mashoga. Ndio maana saizi ilipofika sehemu shetani akaona kwamba nikiwapa hiki pengine naweza nikawapa mbinu. Wanadamu wakaona kwamba sasa mbona wanaume na wanawake wanavaa suruali, wakasema sasa hatutawafuata wanawake, tutaanza kuwatafuta wanaume. Dar es Salaam saizi mwanamke hana soko, mwenye soko ni mwanaume. Amjasikia roho za ushoga? Kwa sababu unaona kwamba sasa wamevaa suruali ya kawaida. Lakini kuna vitu ambavyo Mungu amekataza kwenye maandiko wanangu, ambavyo ni rahisi tu simple kuviachana navyo. Kwa mfano, Biblia inasema hivi kwenye zile amri, usiibe. Wangapi wanaiba? Wangapi wanasema Biblia inasema kwamba usizini? Wangapi mnani wamezini tu jana ila wameacha leo? Nyosha mkono. Wangapi wanasema Biblia inasema usitamani? Wangapi wametamani ila sasa wamekamezea tu Mungu? Wametamani ila nyosha mkono. Vingine vyote tumevitii, lakini kuna vitu vingine vimakosa vidogo vidogo tunashindwa kuvitii. Sema amina. Na kupenda. Sema amina. Ukikuta mtu anakuambia mambo mazuri, mpende na wewe. Haleluya. Haleluya. Hebu fungua kitabu chako kile kizuri ambacho kinatufundisha ndio msingi ambao tuliobeba sisi katika Biblia. Hili ni somo la pili. Timotheo wa kwanza. Petro wa kwanza ule mlango wa 3. Petro wa kwanza ule mlango wa 3 mpaka 6. Mtu mmoja mwanamke tunataka asome mwanamke. Andika wote muandike. Waraka wangapi? Ndio hii misingi ambayo tumechafuliwa kweli kwenye hili kanisa. Wanasema misingi gani hiyo sasa? Mimi nilikuwa nataka niwe kama mzungu, alafu sasa tena ndio wanasema basi ni kanisa mimi naachana nalo. Sikiliza. Katika makanisa yenye baraka duniani, hili kanisa ndio la kwanza kwa baraka. Hakuna mchungaji yoyote au niseme hakuna kanisa lolote linalotia huruma katika makanisa ya FCC. Tukija na magari wachungaji wa FCC, hapa magari hayatoshi. Tutapaki mpaka kule. Kuna siku moja nimeenda Sumbawanga, nimefika pale, nimefungua huduma pale Ikani.
Nimefika pale wachungaji wa Ikamba akasema hawa ni wafili masoni hao. Angalia magari kwenye makali mazuri. Wamevaa vizuri masuti. Wachungaji wamechanganyikiwa, wamesahau kwamba Mungu ametubariki kwa sababu tunakaa kwenye maandiko. Tumebarikiwa sana na neema ya Mungu iko juu yetu wanangu. Kila aliyekaa kwenye malango ya FCC hakuna ambaye alifeli kubarikiwa. Sema amina. Mwaka jana mimi mwenyewe nimemwambia Mungu, tulikuwa na mwezi wa 12 tulikuwa na ibada. Mwaka jana siku 40 za mfungo. Nikasema Mungu, nafuta roho ya umaskini. Hakuna mtu kupanga, nafuta roho ya kupanga. Waliojenga kanisani kwangu wamejenga isi. Mpaka watu waliokuwa hawaeleweki wakajenga. Na hapa tunatamani tuachilie hiyo roho kupitia jina la Yesu. Lakini utakapofuata maandiko hatukudanganyi. Tungekudanganya tungesema zidi kidogo. Kwa nini tusingesema kama tungekuwa tunadanganya? Mjana wachungaji wengine wanazidi na wanawake. Ukikuta mchungaji anakuelekeza kitu sahihi, fuatilia. Sema amina. Sema amina. Tena kina madhara amecheka na kucheka maana. Ndio. Nasoma katika jina la Yesu. Kadhalika ninyi wake watini waume zenu misingi hiyo. Goga la mwezi sema kwa sasa ninaanza kupata. Kusudi ikiwa wapo wasioliamini neno. Kusudi wasioliamini neno wavute kwa mwenendo wa wake zao. Sikiliza. Kama wewe utakuwa umekaa kwenye kanisa hili, unajitahidi kutii mume wako, wewe ni mama, unamtii mume wako, kuna mtu utamvutia aje kanisani kwako, atasema pale pana neema, pana wokovu wa kweli, kwa sababu atavutwa na wewe, na yule mwanaume atavutwa na wewe. Sema amina. Sema amina. Pasipo lile neno. Pasipo Wakiutazama mwenendo wenu safi. Anasema tena, wakiutazama mwenendo wenu safi. Maana yake kuna mwenendo mbaya. Mwingine ni mlokole kanisani, akifika nyumbani paganism. Yaani hapa mtakatifu kweli anaimba na kwaya. Afike nyumbani, Mungu wangu. Watu wanasema wewe sema toka kanisa, anasema usinizoe, usifikiri kwamba kwa sababu sisi tumeokoka na tua pale wokovu na hapa tutazipanga. Wewe mwenendo wenu uwe safi. Sema amina. Maana kuhubiri injili kwako kunaweza kukasababisha kanisa likajaa. Mwanamke ndiye anayejaza kanisa. Sema amina. Maana huo unaogopa, unatetemeka kwamba hapa nikifanya hii ni dhambi, bora nitembee kwenye hili hapa. Sema amina. Kujipamba kwenu. Amerudi amegeuka. Anasema Usiwe kujipamba kwa nje. yaani manake, sikiliza niseme kidogo. Unapotaka kuwa msafi, mrembo, mtanashati, unayevutia, kamama kaheshima, kanakoweza kutembea njiani wakasema haka kamama atakakitingisha maboksi hivi, kawe kanatingisha lakini kako vizuri. Unajua unastahili kutembea wanawake, lazima tuwe nayo. Si unatembea huyu. Unatembea kwa staili. Kama umevaa kagauni kama karefu, unakashikilia kidogo. Unatembea mdogo. Kwa maringo, dada huyu anaenda kanisani. Amepaka mafuta tuzuri. Amevaa mayebo makubwa. Unajua kwa wakati unaweza kupiga kuyabo mkubwa, unakutangulia na mbele. Wanasema wewe angalia ile kabisa eti ndio anavaa vile. Kuna wakati ambao unatakiwa ubadilike. Sema nibadilike. Sema nibadilike. Rudi hapo mami. Kujipamba. Kupaka tunavuta kwenu. Kuvaa nguo kwenu. Kuvaa kasendo. Usivae kasendo mwingine hujui kuvaa sendo ndefu. Huko hivi kuna huko sio kujipamba, utachekesha watu. Unakuna kimbia kuputu linasogea huku. Tutafuta kasendo kazuri. Sema kazuri. Unatembea.
anatembea mdogo. Afu uteguki. Kuna watu wanatebukana. Anatembea uko hivi kusendo sasa. Kuna kisendo mwingine wameleta wengine wanataka kuvunja tu watu. Kujipamba kwenu. Anasema kusiwe kwa nje. Yaani kusiwe kwa ku. Sema mwanamke nini? Amekosea huyu. Asome tena. Soma tena. Wewe soma vizuri. Hapo pambele hapo umekosea. Kujipaka kwenu. Usiwe kwa nje. Yaani kusuka nywele. Yaani kusuka nywele. Na kutia dhahabu. Okay. Kuna wakati ambao mwanamke akiamua kujipamba anachukua ile jamaa la Wachina. Ile kichwa la sanamu ya Wachina. Anaweka na hivi na kajicho. Kwa hiyo unakutana anachelewa kanisani huyo. Anakatengeneza. Sasa Paulo akapiga hesabu. Petro akapiga hesabu kama sasa hawa watu nimesema saa 3 kanisani. Alafu pia hawafiki. Sasa wanabaki kule nyumbani, anatafuta kusema mrefu. Tena anaangalia kabutu yake, anaangalia kasema hii ni dhambi nao wateleza mbinguni. Hawatafika wapi? Mbinguni. Ni afadhali niwaambie kwa sababu Mungu alipomuumba mwanadamu alimuumba kwa ukamilifu wote. Hakuacha chochote. Alivyoniumba mimi yule mfupi, alitegemea kwamba atakuwa neno mrefu. Ili neno alitumie matunda. Alafu mimi nimokotee vya chini na nitengeneze na ngazi. Alafu nipande, nikae juu. Alafu mambo yawe vizuri. Nisijiongezee urefu. Sema amina. Nisijiongezee urefu. Sasa kuna watu wanajiongezea. Akiangalia naona kipilipili. Anajichukia mwenyewe. Anajichukia. Anasema bora niende. Anachukua kule kwa Wachina, anakupiga kama kisanamu. Utakindo ndoto. Maiona class. Mimi ni shoka class. Class akifanya hivyo, mimi ukikutana na mtu unafanya hivyo. Unafanya hivyo? Kwa nini unakimbia? Sio mwanadamu. Anakuwa unasema ni kichaa. Mimi sio kichaa. Sisemi ni kichaa. Akajua kwamba ukizisokota ukizipiga ukizisoma kule kule jamaa watu kule wa ajabu. Alafu pia Paulo Petro alijua ya kwamba wanapoenda saluni ndoa za watu zinaelekea wapi? Saluni. Anapokaa pale anafanikiza vitu. Nakwambia shosi. Wanaume siku hizi sio wakwani. Tafuta na wewe mmoja anayeweza kukupa hela ya mafuta. Tafuta mmoja. Zile roho zinapandikizwa, roho zinaendelea, zinajengeka. Akitoka hapo, anajiangalia kwenye kioo. Yule aliyekuwa anamwambia kule, yeye ni single mother. Ni single, anarudi. Na wewe usinibuguzi. Kwani hizi nywele umenipata 500? Nimeshona za 20,000. Baba watu tunakaa ndungwi. Wewe wanaume wa shida, usiige yule single mother. Ndio maana akasema kujipamba kwenu kusiwe kwa kusuka nywele. Akijua kwamba kwenye nywele moja kuna madhabahu. Madhabahu imekaa kwenye nywele. Mimi ni shuhuda na kanisa hili nilokuja nalo ni shuhuda. Sijui nikwambie nini. Kuna siku nimekaa nafanya huduma. Mungu akanipa neema. Amenipa macho ya kiroho. Mungu amenipa neema. Ninaweza nikawa nafanya hivi. Ghafla nikashangaa nimefunguka. Naiona picha ya mtu ndani. Alivyo na kila kitu alichonacho. Nilipokuwa naomba, nikaona kuna mtu alinunua wigi akalivaa. Mwingine alichukua rasta za marehemu akazivaa. Alafu ile roho ikakaa ndani. Imemfunga amekuwa tasa. Na amekuja kwangu anaomba kila siku. Baba naomba niombee nipate mtoto. Ninamwangalia niona huyu jamaa alimwaga kitu kinachonyang'anya mayai ya watoto. Kasema sawa tunapambana. Nikafundisha nikasema okay. Wewe ili upone lazima upate maandiko. Kama tuzini, si tunapata maandiko.
Na kama hatuzini tumefuata maandiko, basi kuna maandiko mengine tumeyachambua, lazima tusiyafuate. Haleluya, haleluya. Ngoja nijitetee mwenyewe, Timotheo! Wa kwanza. Haleluya. Amen. Ule mstari wake wapi? Amen. Soma tuone tusikie. Sio mimi, Timotheo. Timotheo wa kwanza. Mlango wa pili. Mstari wake wa 9. Amen. Sema gani na mwanamke? Amen. Sikiliza vizuri mpendwa, sio mimi. Vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Amerudi. Anasema wanawake vivyo hivyo wajipambe kwa mavazi ya kustiri. Ndio hapo unayataka. Mwanamke mmoja hadi hapa tu. Aje mwanamke mmoja ambaye anaweza akajilipa dunia. Yoyote mwanamke wamekataa. Hawajiamini kwamba mavazi ya njoo mama. Pigie Yesu mama mchungaji. Unamwona mama? Soma sasa andiko. Vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Mama samani, baba mchungaji. Niko kazini. Mama geuka tu. Geuka tu. Haya geuka mgeukie mchungaji. Jamani, mama mmeona paja lake? Mama, fanya hivi. Unajua kuyagusa mafuta ni kazi sana. Lakini ngoja nikwambie. Vivyo hivyo na wanawake wavae mavazi ya kustiri mwili. Malizia mama. Pamoja na adabu. Kuna wanawake aliona wanakuja kanisani hawana adabu. Moja wanavaa mavazi hayastiri mwili. Ukisema na iwe shangwe na ule msitu wala nini ule. Mungu wako. Ukisema mikono juu, haya inua juu. Ukisema inua juu ufanye hivi. Atakapoinua. Kuna mtu atafanya hivi. Kwa sababu mbuga imejaa. Sema mimi. Sema mimi. Amen. Haleluya. Kuna mwingine aliona kanisani kunatakiwa kuwa na sifa. Sasa wanawake tukisema niko luka juu kwa luka juu. Hapo baba. Kwa nini anafanya hivyo? Amepaka nguo kako hapa. Alafu amekapiga moja ya hapa. Hata kwa anapokuwa anatembea mguu unasema niko nje, niko ndani. Niko nje, niko ndani. Akasema ninapokuwa mchungaji na ubiri hapa, tena kuna wanawake wa ajabu. Sasa mchungaji anahubiri mbele. Yeye anakaa hivi. Kangua kako hapa, kamejibuta. Kwa mchungaji anajua kila siku nguo yake anavaa, kila siku nguo ya aina gani. Anaona nyekundu, anaona nyeupe, nyeusi, ya blue, kila nguo anaijua kila wakati. Ndio hao wachungaji washangaa wanasema, nakemea kwa jina la Yesu. Nasema mchungaji, mbona angaliani watu? Kumbe kuna pepo liko hapa, alijavaa nguo ipasavyo. Asema kwa jina la Yesu, sema amina. Tumetembelewa na shetani. Haleluya. Wale mwangesi. Baada ya kuona kwamba kuna vitu ambavyo vimeingia kanisani timbili. Ndio maana wale wenzetu wa KKT wakatengeneza jamaa fulani huko kama huko anakuvaa. Haleluya. Mmenielewa? Unatoka kuja hivi. Anaanza kusema kwa jina la Yesu. Pigia Yesu makofi. Wanawake tuvae mavazi yanayostiri mwili. Sema amina. Tena ya adabu. Kwa sababu kivaa mavazi ya adabu yanaleta utukufu. Vipi utamkuta mchungaji wako amepiga pesi? Yuko barabarani amepiga pesi. Vipi utasema? Utasema mchungaji wangu huyu? Utasema muhuni. Mshera. Huyu vipi mchungaji wako ukuta yuko uwanjani? Utasema nini? Utasema mgeni na mchungaji muhuni. Sikiliza. Kila mtu ajue misingi yake aliyoifuata.
kutofuata misingi. Sema amina. Pana madhara. Malizia bwana. Nasema moyo awe na moyo wa kiasi. Sasa mwingine tunamwambia wewe, haya matakataka uliyoyavaa umeweka mpaka kiunoni, ni mapepo hayo. Nasema wewe, mume wangu alisema ndio. Ndio ziada. Wewe leo mapepo, nishaje kuvunja mapepo. Kuna dada mmoja alikuja kanisa. Amenunua shanga za Wamasai. Wamasai zile shanga zozote tunazoziona duniani zinafanya kazi ya kufungua mlango wa kuzimu. Sio, unanielewa? Sawa na udi. Wengi mnapenda kuchoma udi nyumbani kwenu. Mnaita majini. Mnaita mapepo, ndio maana atawaduka muzi. Umemwona jirani yako amechoma udi na unaenda kuchoma udi eti. Harufu ya wapi? Majini yanaingia dukani kwako. Sasa kavaa kata. Mnasema kata? Mnasema kata, mnaelewa? Maana ya kata? Utamaduni. Haya. Kwa kule kwa wenzetu kwa Rasta fire, kata ni kichaa. Niko live hapa naongea, niko kwenye video. Amevaa ile jamaa. Kumbe ile shanga imefukiziwa madhabahu, ameivaa. Zingine shanga sisemi walivaa wapi, najua. Na hata hapa wengine wameziweka. Zipo. Wengine wamezificha. Akicheza hivi nguo inapanda juu, ndio tunaona kile chekundu kimegawanyika na cheusi. Anashusha. Tukisema geukia huku, kuna step kingine, watunga step kwa mnatunga kwa kuinama. Mgongo mnasema tunageukia watu. Mgongo wanakuta vimekaa huko juu sasa. Watunga step mnajua tungeni step ambazo zitawadhalilisha watu, waache kuvaa. Wakati naomba nimewaita. Mara nyingi napenda sana kuombea kanisa. Nikamwambia piteni mbele wanangu. Yule dada alikaa mwishoni kama kule. Nilipoamuru jeshi la Bwana lishuke, lifanya operesheni katika kanisa. Aliruka kutoka kule, yule dada anakuja kupambana na mimi madhabahuni. Anapokucha nikamuru nguvu ya Bwana, shuka tena, kamata huyo mtu, piga chini. Alipigwa mtama, akaenda chini. Sio mimi nimempiga mtama, amekwenda chini. Akapiga kelele. Nikasema leo nimekukamata. Tuliomba atoke. Toka atoke. Nikaenda kwenye mkono wake. Nikakamata hapa. Akasema alinunua mwenyewe. Ulifanya nini? Niliingia hapa kwenye kitopo, kwenye kipua cha kama mashujaa duniani. Sema. Mimi ukinigusa ngumi hapa wakati nafanya boxer, nikipigwa ngumi ya pua, damu zinakuja vibaya mno. Tena unakuta umevimba, yani unapaka unaishi kama vile mpaka kusokuta unabaki unafanya. Tena ukipigwa ngumi unavimba vimba uso wote. Lakini kuna mama mmoja mjasiri. Anachukua kisindano, anatoboa. Akishatoboa anaweka kipindi, anaweka mimi. Nikamwona mwingine amejiongezea staili, analala hivi, wanatoboa kishimo cha hapa, kitongoro. Nilipokusa cha hapa, akasema wewe una nini na sisi? Nikasema tumtoe. Sasa kumtoa pua, si watachana. Na nina vijana pale wanani. Nikasema hapa watachana pua hao. Nikasema mtoe taratibu. Wamekazana kwa jina la Yesu. Kwa nimeshasema. Kwa jina la Yesu wananyukua. Nakwambia kuna wakati utakutana na mchao watachana pua kabisa. Kuna vitu vingine tuachane navyo, sema amina. Ni dhambi, ni mlango wa kuzimu, sema amina. Mtu mmoja, si kama unanipenda? Sikufundisha. Simekuja nikufundishe. Najenga misingi, si ndio Hiyo una hakika gani kwamba hiyo nywele uliyokuwa umeenda kushona kwa yule mwenye saluni kwamba kweli ni nywele ya katani? Una hakika gani? Hakika hamna. Ulikuwepo kwenye kiwanda? Hapana. Ulikuwepo? Hapana. Unajuaje? Kuna rasta zingine ni uovu kabisa, zimetoka ni Freemasoni. Kama uamini, nenda kwenye YouTube, kamsearch mtu mmoja anaitwa Katekela. Atakwambia juu ya malembo na mapambo tunaojipamba.
Malengo. Isaya. Mungu unaenda. Isaya anasemaje ile 3? Leo. Nataka nikwambie madhara ya hilo vitu. Si ni baba. Simesema ni baba. Ngoja nikwambie. Kuna madhara katika kila kitu unachokifanya pasipo kujua. Leo nataka nikwambie, yawezekana Adamu alikwambia tu ukasema yeye ni mchungaji, sikiliza. Lazima uwe na vitu vilivyoimarika, alafu ndipo utakapopona. Nasema na kanisa hili, nasema na kanisa la Tunduma, nasema na kanisa la Mpemba, nasema na Tanzania nzima na ulimwengu wote. Niko live hapa. Kila mtu anaiona hii hapa, sikiliza. Wapo watakaotangaza, watasema kwamba tunaenda na wakati. Sisi tunaenda na Yesu. Sema amina. Sema amina. Hakuna wakati ambao Yesu alisema turuhusu vitu viovu vichangamane pamoja na sisi. Kuna kitu kisimame kwa wakati. Yule Yesu hajawahi geuka, hajawahi badilika. Ndio maana akasema nitakuja tena kwa ishara ile, lakini akaongezea kitu kimoja kinaitwa ukali. Sema ukali. Na mwaliko mkuu wa malaika. Kama Yesu atakuja kwa ukali, si tuhubiri injili kwa kupoza. Hey. Atakuja yeye na ukali. Atakuja kama yule piga shaka la Mungu. Piga la Mungu. Atageuka. Atakuja na sura nyingine ya Idi Amin, nduli dada. Sasa mwingine kwenye comment anasema, Yesu atakuja na sura ya Idi Amin. Nasema atakuja na sura ya hatari. Ya hukumu. Kuliko hakimu anaweza kuhukumu mtu ambaye ameiba kuku na mke wa mwenzie. Hata mwonea haya mtu. Sasa hata haya wengine watahukumiwa, hawataenda mbinguni kwa sababu ya haya mambo ambayo wameyapenda dunia. Isaya anasema nini? Asali zake. Watu hawajui asali. Na malango ya watu wamefungwa kwa sababu ya haya yanayoendelea duniani. Kuna watu ambao biashara ziendi kwa sababu mmenunua vitu ambavyo vinafunga uchumi. Nishikumwona dada mmoja uchumi umeyumba kabisa. Hata nilipomwambia wewe toa haya, ndipo Bwana atafanya njia. Alipotoa akasema nimeuona mkono wa Bwana. Na sasa anakila. Hata hivi niko huku anasema baba kanisa la Mungu sisi baya. Anasemaje Isaya? 18. Siku hiyo Bwana ataondolea uzuri wa njuga. Anasema hao wanaojifanya walembo wazuri ambao wanajifanya kupenda dunia, siku hiyo Bwana atawaondolea uzuri na kaya zao. Turudie. Tuhesabu vitu atakavyowaondolea. Yaani manake wewe uliyezoelea mambo ya ulembo, kujiona wewe ni sister du, brother meni, yaani ni mtu ensam sana. Ni sister ambayo kitu unaona kila mtu amenipenda. Ukipiga jinsi na kwa jinsi kweli. Kaboksi kanakuwa kamejaa kweli. Ukienda kwa fundi unatamani kakubane kidogo. Unasema wewe umenishonea hili la Mwakiswahili. Unishonee lile ambalo limetanuka, lakini huku likifika hapa limimine. Hapo huko ndio litanue hapa. Kwanza hapa ndio litanue. Huku limimine. Kwa unakuta kako hivi. Kagada kanatembea. Unasema kagada kama mwa kutembea uchi ila kajajua. Hadi nguo ya ndani unaona imejichora. Imejichora hivi. Imekunja hivi. Tena amevaa kitenge kale ka Zambia ambapo kanaangaza. Kwa amevaa nyekundu ile ya ndani. Kwa unakuta hapa pekundu kamejichora hivi. Kekundu kamejichora, alafu anatembea sasa. Sema udada ni vipi? Hadi kama ametembea uchi hajajua tu. Sifa yake itakaotokea nini? Ataondolea uzuri wa njuga zao. Cha kwanza atakachokifanya Mungu, akiona wewe umeshupaza shingo au usikilizi, atakuondolea uzuri. Sema uzuri. Na huo uzuri, hakuna mwanadamu ambaye anapenda ubaya. Ndio maana kila mwanadamu
anapoamka asubuhi anajiangalia kwenye kioo. Cha pili, kama ni wanaume hawapendani sana kujiangalia kwenye kioo, ila wajane wanafanya nini? Yaani uzuri wa mwanaume kubwa anajipunguza hapa, maisha yanaendelea. Mwanamke atakaa kwenye kioo hapo hapo baba. Sema hapo hapo. Akajitafutia kastahili, nitoke na kastahili kama. Kwa unakuta kwa siku ukikuta mwanamke ametoka, yaani mtu ametoka hivyo alikojiangalia kwenye kioo. Unasema leo kadaangalia kwa dharau. Ametoka hivyo kwenye kioo wewe. Sasa ule ni uzuri anaojitafutia. Anasema Mungu atakuondolea uzuri. Badala ya kufanya utoko. Ni kama mtu kumepigwa na bomu. Uzuri wote umeburudika. Kwa nini? Atakuletea mafuta mabaya, yatakayokuletea chunguzi mbaya usoni. Mpaka unabinya unatoka kama kujibu. Unagushauri, yaani unakuta umejaa machunguzi usoni. Nini? Kwa sababu ulishindwa kusikiliza maandiko. Nataya. Manake kama ulikuwa si unajua kuna watu tumejaa. Kwa utakuta jao na kadada kalikuwa kalembo kwa kanasema tulikuwa na walendo sisi. Ulichezea. Ndio tunachezea hata leo. Hata leo ndio tulitisha. Uzuri umeondolewa sasa. Kama mimi ndo akalikuwa hivi, kama mimi ndo basi kama hivi. Waambie baba, uzuri umeondolewa kwa sababu umeshindwa kupata maandiko. Wanangu, tunaenda mbinguni, twende tufuate tu maandiko. Tutafika tu vizuri, sema amina. Twende mwanangu. Anasema na pete? Mnazifahamu pete za masikio? Mnazifahamu? Zikoje? Wengi mnakula tunyama tu mtadaiwa. Napunguza nyama za Yesu. Kama tu kwa yule pale mwanangu. Atakuondolea pete za masikio. Ndio maana leo anahubiri na hapa na Tunduma. Kwa hiyo hapa kajua pengine naongea hapa tu. Niko kwenye mtandao na atukatai. Ukija unakuwa ujui, ukifika ufundishwe. Sema amina. Ni kweli umefika. Ni kweli ni kama sasa umeshapona hatua ya kwanza. Kuingia tu ni kupona ni hatua. Ukikaa ufundishwe, ndio maana akaambiwa Petro, chunga kondoo. Lisha kondoo. Hapa nipo na lisha kondoo. Ulikuwa ujui. Njoo mwanangu. Mnamwona huyo? Si mnamwona? Elsa boy. Kamanda wa Yesu. Makofi kwa ajili yake. Wow. Yeah. Hapo hapo. Haleluya. Pesa ipo. Sasa ngoja niwaambie. Hapa nipo kamanda. Alikuwa ni mtu aliyeshindikana. Siku ya kwanza amepata neema niingie kanisani, alikuja amepiga kofia. Akakaa mlangoni namna hii hapa akanicheki. Akasema nizame. Akazama akakaa kiti cha nyuma. Mimi namuona namchora tu. Kamanda huyo amekuja. Moyoni kwangu nina amani. Mwanadamu yoyote ni kazi kuingia kwenye mlango wa kanisa. Hata mimi wakati naokoka ilikuwa kazi sana kupita mbele. Nimeambiwa na Mungu usipookoka unakufa. Nilienda pale uwanjani. Nikasema sasa hapa nitaingia kwenye kanisani. Nikatafuta mtu ambaye alikuwa anaenda kanisani, nikasema wewe twende kanisani kwenu. Yeye kumbe anaenda kanisani lakini hajaokoka. Nikakaa nyuma na akakaa nyuma. Nyuma kabisa kule. Na mwangalia anayetaka kwanza kuhubiri, naye ananiangalia, kimeingia kitu kipya ambacho alikuwa anakitafuta muda mrefu. Ajaanza kuhubiri akasema anaotaka kuokoka wapite mbele. Nilikuta kama mshale, mkono umenyoshwa juu mimi na kwenda mbele. Na yule ambaye nilijua anaenda kanisani nilikuta naye. Amepita. Kitendo cha kupita.
Nakwambia injili iliishia kwangu. Aliomba saa nzima. Toka. Akasema amina. Akasema amen. Mwenende kwa amani ya Bwana. Maana yake kondoo imepatikana niliyokuwa naitafuta miaka mingi. Alipokuwa anaingia huyo akija, nikamwona nikasema yes, huyu mwenyewe. Dada mmoja aliyeenda kumshuhudia, kwa mama wako vizuri, sema amina. Amemshuhudia. Huyo alikuwa Muislamu. Amen. Kule ndio unakuta hapa anacheza na fidia. Wewe usichezake shauri yako. Kule wao walikuwa wanakaga tu hivi. Hamna kucheza. Ukisema tucheze, muone ndio kucheza. Kwa ukifika huku anafidia kwamba nilikunja magoti muda mrefu. Usimshangae. Mimi yuko kazini anafidia mahali ambapo alichelewa. Amekuja na kopeo yake. Akatulia, mmoja akamwambia toa kofia hapa kanisani, akasema kofia. Moyoni kwake nikaona amehuzunika. Ameumia kabisa. Nini? Nywele zilikuwa ziko hapa, alafu ni kama chizi fulani. Sasa naona ameingia kwenye moto. Nikasema wewe uruhusiwi kumwambia mtu kwa haraka kwamba wewe utoe hicho kitu. Mwache ajifunze, Mungu wako atamtengeneza. Amekuja na jinsi imekatika humu. Inaonyesha mwanga. Yaani kwamba mimi paja langu liko hapa. Nikasema hapo penyewe. Nakumbuka kabisa siku ya wiki la pili akapunguza kofia akaja na OPP. Sawa. Wow. Amefunika OPP kabisa. Sasa mimi nimemwona wenzia wanacheza. Yeye yuko kule juu ananingishia. Nikasema hapa ukitaka kuvua samaki itafutie chochote kitamu. Yule anampenda Mungu. Anatakiwa aje mbele amtukuze Bwana, asema amina. Ina maana ipi? Ukimwona mtu amepiga mawigi mpaka hapo, sianze kusema wewe dhambi. Mlete kwa roho ya upendo. Yupo mtu atakayemtengeneza. Sio jukumu lako. Ila wewe ulioko humu ndani, ndio maana nakufundisha leo. Uondoke katika hivyo unavyovipendelea vilivyokaa juu yako. Nikamwambia kwamba mimi niko madhabani, akasema Oisha. Akapita mbele. Alicheza muziki kuliko wengine wote, akawasukuma, akacheza, akasema hapa ndio penyewe. Hajaokoka. Nikapigwa picha mimi na wawili live. Nikapigwa picha, kuna wachungaji wakaona kote huko. Kupitia huyu nilipigwa. Mchungaji gani anaruhusu kwenye comment? Mchungaji gani hawakujua chambo ambayo nimetega? Wiki la kesho kutwa nikasema nakuja baba, mimi nataka niokoke sasa. Sio huyo ananifaa sasa, hizi ni kijana mtanashati. Bwana harusi mtarajiwa. Mbona na harusi yako itang'aa. Itapendeza sana. Pigie Yesu makofi. Alikuwa juu hata kuvaa. Nguo anavaa inakuwa hapa. Nguo ya ndani inakuwa kujuu, yenyewe suruali iko huku. Anatembea. Sema atapandisha mwenyewe. Sasa atampiga na tai. Haleluya. Na hii ndio semina yake ya kwanza tangu anaanza. Hajawahi enda kwenye semina yoyote, hii ndio ya kwanza. Nitatembea na wewe mpaka utashangaa. Pigia Yesu makofi na vigelegele. Sikiliza, kuna kitu ambacho lazima mwanadamu uchukue. Kuna vitu ambavyo vinatufungia safari ya mafanikio, vitu tusivyovijua. Sema amina. Tunaishi navyo kumbe ni dhambi, lakini hivyo vitu vimefunga mafanikio ndani ya mioyo yetu. Tunaishi navyo kumbe ni mateso, vimetufunga, tunashindwa kuongezeka. Mtu yoyote anayependa malengo, anapenda vitu ambavyo vya kujinati, huwa wakati mwingi anakuwa ni mkame, hawezi kuendelea. Hatukimwambia omba, anaomba sekunde 3, kuna kitu kinamzuia, kinasema kwamba usiendelee. Sikiliza, vipi huyu mtu
amepiga wigi linazuia na jicho. Anaposema toka kwa jina la Yesu, nywele zinaingia kwa jina la Yesu, anazirusha kwa jina. Wakati mwingine ameshindwa hata kumpigia Yesu magoti, amevaa kanini kako hapa, anapopiga magoti ukimwambia tupige magoti, yeye anabaki anafanya hivi, kwa sababu hata kidondosha kitu hawezi kuokota. Yaani kama mbana. Ndio maana kidondosha anasema wewe niokoteko. Kama mimi sikuokotei, nasema okota mwenyewe. Mama hoye. Mama hoye. Maisi hapo mama, waone marasali zingine. Na pete za masikio na vikuku. Yaani manaka atamuondolea na hereni. Kuna wakati hata hereni zinakataa. Hata kunyofoa. Ndio maana na vingine? Na vikuku. Vikuku mnajua? Mnajua? Ni nini? Niambie mwenyewe. Mnachukua mnafunga miguu. Unajua maana kufunga miguu? Yaani anavaa kibangili kinakuwa hapa. Anafunga. Manake mwenendo wangu wa imani umekomea hapa. Kila mfungwa wa jela aliyesugu ndio aliyekuwa anaishi kwa mapingu. Kama vile walivyofungwa wakina Petro na Yohana walifungwa gerezani. Hata minyororo ikafanya. Ni Petro. Ni Paulo kusina. Ni Petro na amefungwa na Paulo alifungwa. Ile ni minyororo. Ndio unakuta hatua zako zinashindikana. Unatamani uliendee jambo ulifanye, unashangaa kuna kifungo kimekufunga. Hatua zako zinakuwa nzito, kwenda kanisani mzito, kwenda kwenye kwaya mzito. Kuna vitu vilivyokufunga viko ndani. Sasa vimejidhihirisha, viko kwa nje. Kile ulichokifaa naomba ukatupe. Ikiwezekana uchukue, uchome na moto, mwambie mchungaji chukua hiki hapa, teketeza hiki. Barikiwa. Na vikuku, na dusmani, unazifahamu dusmani? Si nimetoka kuambia. Na fahamu furugu. Naambia. Na nini? Kuna mama saizi hatari. Vifurungu mnavijua? Mnapenda kushona, mnasuka nywele, mnaweka bunundu unaona. Nifunga hapa ufu. Ndio baba. Wakipewa mkubwa wanasema ona kidogo kichukua. Anaweka na mzigo juu basi. Atawaondolea. Maana utaanza kusuka nywele huazi zinakataa, tazeni zinateleza. Ukienda kwa fundi anasema hizi nywele zako laini, hazishoneki. Hazishoneki. Kimekuwa kipara. Kinakuwa eti unaweza kumshona mtu nywele tu laini ndio ndio kapaka. Pole mwana. Na vitambi kwa mama zaizi wa ajabu. Kila kitu fashion. Sasa kuna wakati ilikuja fashion. Mama mwenye manyonyo makubwa ndio anayependa. Wakasema mwanamke ni nyonyo. Kwa mama walianza kuachilia, wanachoma sindano minyonyo ili iwe mikubwa. Mwingine mpaka likatuna moja. Mwingine wakasema mwanamke izia. Ukatuna kumoja. Hata wajoishi mwomo. Wengine wakaleta fashion, wanasema mwanamke mwenye kitambi ndio fashion. Kwa linatuna likitumbo linakuwa hivi. Akicheza hapo unakuta litumbo tunaenda tu. Fashion. Mungu atawaondolea na vitambi. Kwa nini? Atakupiga na ugonjwa ambao utakukondesha, utakuwa kama chelewa. Yaani unakonda mpaka wewe unashangaa. Hivi nini? Unachukua picha za zamani unaziangalia unasema ila sio mimi. Na vigweta vya marashi. Haya. Zingine nitakwambia. Wewe? Na vigweta vya marashi na matarasimu na pete za adhamu. Na pete? Watu wanapiga mipete mpaka shida. Kila kidole. Pete. Hapo mipete yenyewe na macho yako hivi utafikiri filimaso unafikiria eti unajua. Ndio stahili. Mwanamke wewe ushindwe wewe. Pete ni moja tu.
Sema moja tu. Sema moja tu. Hii ndio misingi ambayo FCC wametuchukia. Hata wakati wa ubarikio wanawake mnapenda sana naenda kuvalishwa pete ya wakati natolewa mali, navalishwa pete ya uchumba, navalishwa pete ya harusi. Wewe mkono huo vipi? Utakuwa na pete ngapi? Kuna vitu vingine vya wazungu, tuachie wazungu. Sema amina. Amina. Na mavazi ya sikukuu. Na mavazi ya sikukuu. Kamuulize mgonjwa ambaye yuko hospitalini kama anawaza na mavazi ya sikukuu. Na debwan. Na shali na vifuko. Na vioo vidogo. Wamama hoye. Kwenye mabegi yenu kagua. Hamna kioo? Mnatembeaga navyo lakini. Unakuta mama anatembea njiani yuko na kakio kwenye kabegi.